بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص رمضان بالقرآن وجعل تلاوته في هذا الشهر سببا للنجاة والفلاح، ورفع درجات الحافظين والمتقنين، وجعل فيه القلوب أقرب إلى الرحمن. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu mgeni rasmi Dr. Hasanat Muhammad Abdullah ambaye ni daktari wa magonjwa ya wanawake katika hospitali ya mkoa ya Lumumba Zanzibar, ndugu Amira kamati ya wanawake ya Jumuiya kuhifadhisha Qurani Zanzibar, Muallima Abla Muhammad Abdurrahim, ndugu wageni waalikwa, ndugu walimu, ndugu wanafunzi na nyote mliohudhuria hapa pamoja na mnaotusikiliza na kutazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Ufuatao ni utoaji wa matokeo ya mashindano haya makuu ya kuhifadhi Qurani ya kimataifa Zanzibar yaliyoandaliwa na Jumuiya ya kuhifadhisha Qurani Zanzibar. Lakini kabla ya kuyatoa matokeo hayo, kwa heshima yako mgeni rasmi na kwa ruhusa yako, naomba kuchukua fursa hii adhim kuitanabahisha hadhara hii tukufu kama ifuatavyo. Majaji, mbele yenu tumejitahidi na tumefanya jambo kubwa la kuwatahini wanafunzi. Kwa hiyo, kwa pale ambapo tumepatia, basi hizo sio nguvu zetu wala ujanja wetu, ila ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tawfiqi illa billah. Na kwa pale ambapo tumekosea, basi tunaomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala atusameh na atuongoze, kwa sababu alkamalu lillah, ukamilifu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mashindano yetu ya leo yalikuwa ni kwa upande wa pote la juzuu 30 hifdhi, pote ambalo lilikuwa na idadi ya washiriki 10. Mwanafunzi aliyepata nafasi ya kwanza, jina lake ni Bi Mkubwa Qasim Muhammad mwenye umri wa miaka 21 kutoka Zanzibar, amepata alama 100. Takbir! Allahu Akbar! Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshindi wa pili ni mwanafunzi Sofia Said Ali mwenye umri wa miaka 19 kutoka Zanzibar, amepata alama 99.88. Jumuiya ya kuhifadhisha Qurani Zanzibar imemzawadia Sofia Said Ali fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshindi wa tatu ni mwanafunzi Hajara Tahir mwenye umri wa miaka 14 kutoka Tanzania Bara, amepata alama 99.75. Mwanafunzi amezawadiwa
fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshiriki wa 4 ni mwanafunzi Khaira Ismail Nakirinja mwenye umri wa miaka 21 kutoka Uganda, amepata alama 97.75. Jumuiya imemzawadia mwanafunzi wetu huyo fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshiriki wa 5 ni mwanafunzi Khairat Ali Muhammad mwenye umri wa miaka 22 kutoka Zanzibar, amepata alama 96.75. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshiriki wa 6 ni mwanafunzi Fatima Abubakar Lawan mwenye umri wa miaka 19 kutoka Nigeria, amepata alama 96. Mwanafunzi wetu huyo amezawadiwa fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshiriki wa 7 ni mwanafunzi Warda Munyana mwenye umri wa miaka 22 kutoka Burundi, amepata alama 93.25. Jumuiya imemzawadia mwanafunzi wetu huyo fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalum. Takbir! Mshiriki wa 8 ni mwanafunzi Mariam Abubakar mwenye umri wa miaka 15 kutoka Ghana, amepata alama 91.5. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshiriki wa 9 ni mwanafunzi Khadija Ishaq Abdurrahim mwenye umri wa miaka 22 kutoka Chad, amepata alama 90. Mwanafunzi amezawadiwa fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Mshiriki wa 10 ni mwanafunzi Nafisa Mu'min mwenye umri wa miaka 22 kutoka Cameroon, amepata alama 88.88. Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar imemzawadia mwanafunzi wetu huyo fedha taslim dola 100, shahada ya ushiriki na zawadi maalumu. Takbir! Kiujumla, hayo ndiyo matokeo ya mashindano haya makuu ya kuhifadhi Qur'ani ya kimataifa Zanzibar yaliyoandaliwa na Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.